Karibu sana kwenye channel yetu. Tuendelee kupata kujifunza, kuelewa ulimwengu na kujulishana mawili matatu juu ya mafanikio na mambo yanavyokwenda. Tunaendelea na summary ya kitabu chetu cha The Richest Man in Babylon. Kama kawaida, hii ni sura ya 4. Kwenye sura iliyopita tulijifunza njia 7 za kuponya mfuko unaovuja pesa. Lakini sasa Akan anaingia kwenye mada nyeti sana, kwa maana ya bahati. Watu wengi wanasema sina bahati, au light ningepata connection, au bahati ilinipita. Lakini Akan anauliza swali moja kali sana, kwamba je, bahati ni kitu kinachokuja tu au ni kitu tunachokitengeneza? Hapo ndipo sura ya leo inapoanzia. Akan aliwaambia watu wa Babylon, watu wengi humsubiri Mungu wa bahati, lakini hawamtambui anapopita. Kwa maana nyingine, bahati haipigi hodi mara mbili, huja kwa njia ya fursa tu. Tatizo, wengi wanaogopa kuchukua hatua, wengine wanakosa maandalizi, lakini pia wengine walio wengi wanataka matokeo bila juhudi. Akan anaeleza kuwa kuna aina 2 za bahati. Bahati ya kwanza ni kushinda bahati nasibu. Pili, urithi wa ghafla. Lakini 3, kupata pesa bila jitihada. Hii ni nadra na haidumu. Bahati ya pili, ambayo ndo mara nyingi tunasema ni bahati halisi. Hii hutokana na maandalizi, hutokana na nidhamu, lakini pia hutokana na kuchukua hatua sahihi. Hii ndio bahati inayobadilisha maisha ya watu walio wengi, na ndio uhalisia wa maisha. Akan akasema, bahati huwakimbia wanaotaka faida bila juhudi. Makosa ya kawaida sana ni kutaka faida kubwa haraka, lakini pia kuamini deals za siri, lakini pia kufuata maneno ya marafiki bila uelewa. Hapa Akan anatuonya kwamba tamaa hujifanya bahati kwa wakati mwingine, na wengi wamepoteza pesa zao hapo. Mfano wa nyakati hizi, mtu anaambiwa hii biashara inalipa haraka sana, anaweka pesa bila kuuliza maswali. Wiki chache baadaye pesa inakuwa imepotea, halafu anasema nina bahati mbaya, au bahati haipo kabisa hapa. Lakini ukweli ni kwamba hakuwa na bahati, bali kulikuwa na tamaa iliyotangulia mbele. Akan anatoa njia rahisi lakini nzito sana, ya namna gani unaweza kukutana na Mungu wa bahati. Ya kwanza anasema jitayarishe. Hapa kwenye mabano nafikiri ni kuweke elimu na nidhamu, kwa maana ya kujifunza na nidhamu. Lakini pili, tambua fursa ndogo ndogo. 3, usikimbilie faida kubwa. 4, kubali hatari zinazokubalika. Lakini 5, chukua hatua kwa ujasiri. Akan anasema bahati hupendelea wale wanaofanya kazi kwa hekima. Kutoka kwenye sura hii ya 4 tumejifunza kwamba bahati si miujiza, lakini pia bahati huja kama fursa. Pia tamaa huua bahati, lakini maandalizi hukutana na fursa. Kwa maana fursa ikikutana na maandalizi, bahati inatokea katikati. 5 ni kwamba hatua sahihi huzaa mafanikio. Kwa kifupi, bahati ni zawadi ya wale walio tayari. Kama haujawa tayari, ni mara chache sana kukutana na hiyo bahati. Katika sura inayofuata tutaona hatari nyingine kubwa sana, kwa maana the 5 laws of gold, kwa maana sheria 5 za dhahabu ambazo kila mtu mwenye pesa au ambaye ana mpango wa kuwa na pesa anatakiwa azijue. Hizo ndizo sheria zinazolinda utajiri, zinazofanya pesa zidumu, zinazotenganisha waliopata pesa na waliobaki nazo. Usikose sura inayofuata, lakini pia usahau kusubscribe, kulike, kushare ili watu wengine waendelee kujifunza. Lakini pia comment hapo chini ni hatua ipi utaifuata katika kitabu chetu cha The Richest Man in Babylon. Asante na karibu tena, tutakutana wakati mwingine.